Moja kati ya sehemu ambayo ameyazungumza Ntobby kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea mara baada ya kuweza kuhojiwa na moja kati ya media hapa nchini Tanzania kupitia kipindi cha Super Breakfast mapema siku ya leo Aprili 15 mwaka 2025. Amesema kuwa sasa hivi kwa kweli chama cha Chadema kinapitia wakati mgumu sana, kwa sababu chama cha siasa, hata sisi tukisoma katiba yetu ibara ya 8 inasema tupo kwa ajili ya kushika dola. Hasa sasa hivi hatutashiriki uchaguzi, so tupo kwenye kipindi kigumu. Tunaomba sana nguvu ya umma iweze kutuunga mkono ili tupate reform. Tulisema tutafanya tathmini ya uongozi wa Mheshimiwa Lissu, Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chadema Taifa, baada ya siku 100. Na mimi Emmanuel Ntobby alikuwa mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Shinyanga. Binafsi nilisema nitaandika baadaye ndani ya siku 100 zikikamilika uongozi wa sasa hivi wa Chadema chini ya Mheshimiwa Lissu unaonekana wazi ni wa kidikteta. Ndani ya Chadema umeingia udikteta. Ni kama haya mambo ya G55 tunayowatoa sisi tunaitwa, yani kuna ubaguzi wa waziwazi kabisa. Ile love ya Chadema tunaijua brother and sisters haipo tena, haipo sasa hivi, haipo katika Chadema. Hebu imagine watu wa sasa hivi wa mitandaoni kwenye kesi ya mwenyekiti wetu Tundu Lissu ya uhaini, tunasema waende mawakili wowote, lakini watu wanasema yule wakili fulani alikuwa karibu na Mheshimiwa Mbowe aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Taifa, yule ataenda kutuhujumu kwenye kesi. Huyu hapana. Sasa unamkataa wakili. Imagine wakati zamani tulikuwa na love. Amekamatwa Ntobby, anaona mawakili wote wanakuja bila kujali huyu wa Sam, huyu wa nani, ila wote tunaungana ili Ntobby atoke. Kwa hiyo kuna love fulani imepungua kwa hizi siku namna ambavyo amekuwa kikiongoza chama. Ameendelea kusema bado tunaona baadhi ya matukio, mfano yule dada Seglada mwenezi wa Bawacha Taifa kapigwa, lakini hakuna hatua zozote zilizochukuliwa. Unaona kama hakuna udikteta. Kuna watu wanataka kufukuzwa, kuwajibishwa kwa ajili ya kutoa maoni, kitu ambacho zamani watu walikuwa wanatoa maoni. Mfano tu hii no reform no election, si wanasema maazimio ya mkutano mkuu, lakini kulikuwepo na maazimio ya mkutano mkuu kuhusu maridhiano. Tulikubaliana kabisa, tukaridhiana na CCM, tukakubaliana waende, lakini mheshimiwa mwenyekiti wetu mwenyewe Tundu Antipas Lissu, mheshimiwa John Heche makamu mwenyekiti Bara, mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, na hata Msigwa kipindi hicho walikuwa wanatoka hadharani wanapinga, lakini mwenyekiti wa wakati huu Freeman Mbowe hakuchukua hatua kwamba Mheshimiwa Lissu ni muasi kwa sababu tu eti anapinga haya yote ambayo yamekuwa yakiendelea na yakizungumziwa kuhusiana na maazimio yetu. Kwa hiyo sasa hivi utachokisema mwenyekiti ndio alfa na omega, na wewe ukijitokeza kupinga na unaonekana muasi, kitu ambacho tumeanza kujenga tabia mbaya kabisa. Kwa hiyo tunaikabili Chadema tuliyozoea kuibadilikia namna hii. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.